Rais wa TLS Boniface Mwabukusi anadai ya kwamba kumvua wanachama Dr. Emmanuel Nchimbi haimaanishi kuwa sio makamu wa rais mpaka kufikia hivi sasa. Haya ni maoni yake na ameweza kuyatoa kwa siku hii ya leo kutokana na maswali ya watu wengi ambao wamekuwa wakimuuliza kuhusu sheria inasema nini kuhusiana hili ambalo linaendelea kwa hivi sasa. Hii ni Dream TV. Shirikisha taarifa zetu, lakini pia unaweza like comment hapo chini kwenye sehemu ya kuandika maoni yako. Hii ni Dream TV. Karibu sana. Sasa haya ni maoni ya Boniface Mwabukusi ambaye ni rais wa TLS kwa siku hii ya leo. Nanukuu: mnaoniuliza maoni yangu kisheria ni kwamba kumvua balozi Emmanuel Nchimbi wanachama wa CCM hakumaanishi moja kwa moja kwamba ameacha kuwa makamu wa rais, kwa sababu katiba haijaweka kufukuzwa wanachama wa chama kama sababu ya moja kwa moja ya kuacha umakamu wa rais. Kwa kuwa balozi Emmanuel Nchimbi aliwasilisha barua yake ya kujiuzulu kwake kwa rais na kwamba kutaanza tarehe 4 mwezi Septemba mwaka 2025 na rais akakubali kujiuzulu huko kuanzia tarehe hiyo, hivyo anaendelea kuwa makamu wa rais hadi Septemba 4 mwaka 2026, isipokuwa kama kuna utaratibu mwingine utakaofuatwa na bunge kikatiba na si vinginevyo. Hivyo CCM inaweza kumvua wanachama, lakini sio CCM yenyewe yenye uwezo wa kumvua mheshimiwa balozi Emmanuel Nchimbi ofisi ya makamu wa rais, isipokuwa kwa msingi na sababu zilizoainishwa katika katiba. Hapa ndipo penye utata wa kikatiba unaohitaji tafsiri ya maudhui ya ibara ya 47 na 50. Ni jambo ambalo linahitaji tafsiri muhimu ya kisheria, na hili linaweza kufanyika mahakamani pekee. Ameandika Boniface Mwabukusi ambaye ni rais wa TLS. Maoni gani kuhusiana hiki? Hii ni Dream TV. Subscribe, tuandikie maoni yako hapo kwenye sehemu ya kuandika ujumbe wako, lakini pia usahau kushirikisha taarifa zetu kwa watu wengine. Kumvua wanachama Dr. Nchimbi haimaanishi kuwa sio makamu wa rais mpaka sasa. Huyu ni rais wa TLS Boniface Mwabukusi. Asante kwa kuendelea kuifuatilia Dream TV, na hakikisha kwamba endelea kuwa karibu na mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook, TikTok kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa zetu mbalimbali.